mwisho wa siku kuweza kumpagawisha mwanamke, kumfanyia maandalizi mwanamke kwa usahihi na kuweza kumfikisha mwanamke kileleni kwa urahisi zaidi. Okay. Sasa jarida moja huwa anauza gharama yake ni shilingi 5,000. Jarida la upande wa mwanamke ama mwanaume. Hii CD ambayo ni ya video, ni kwa vitendo. Ndani yake nimeweka sauti yangu, ambayo ninakuelekeza kwa vitendo nini ambacho kinachofanyika. Kama ni jinsi ya kumwandaa mwanamke yale maeneo 12, ninakuonyesha kwa vitendo pale na kukuelezea kila eneo na nini ambacho kinatakiwa kifanyike. Kama ni mdada, utaona mdada mwenzio nini ambacho anafanya kwenye mwili wa mwanaume. Ili na wewe pia ujifunze vitu vya tofauti vya kwenda kumfanyia mume wako. Lengo ni kwamba tuepukane na usaliti. Tuhakikishe tunaondoa usaliti katika mahusiano yetu. Tunaondoa usaliti katika ndoa zetu. Tunaanza na upande wa mwanamke. Mwanamke ambaye unanisikiliza usiku wa leo, unataka ujifunze namna ya kuweza kumpagawisha mwanaume kitandani. Namna ya kuweza kumsaidia mume wako aweze kwenda raundi nyingi zaidi. Umezoea mwanaume anakwenda raundi moja, unalizika, unamwangalia tu. Kumbe hujui nini ambacho unatakiwa umsaidie. Nini ambacho unatakiwa umfanyie mume wako ili aweze kupata msisimko, ili aweze kusimamisha mume wako mara ya pili. Nisikilize. Katika CD hizi kuna maelezo hapa. Sehemu ya kwanza nimekuelekeza namna ya kuweza kunyonya chuchu za mume. Unafahamu namna ya kunyonya chuchu za mume? Sehemu ya pili nimekuonyesha jinsi ya kunyonya uume kiufundi na kiutaalamu zaidi. Utajifunza katika CD hii namna ya kuweza kunyonya uume. Sehemu ya tatu ni jinsi ya kumsaidia mume wako kuanzisha raundi ya pili. Wale wanawake ambao haujui kumsaidia kumwandaa mwanaume. Hujui nini ambacho unaweza ukafanya ili mume wako aweze kusimamisha uume. Swala la mwanaume kusimamisha uume, swala la mwanaume kuanzisha raundi ya pili ni jukumu la wote wawili, sio la mwanaume peke yake. Kama hujui nini ambacho kinachofanyika, utajifunza kupitia CD hii. Sehemu ya 4 ni jinsi ya kumfanyia mwanaume massage. Mwanaume kuna namna ya kuweza kumfanyia massage. Unatakiwa ujue pia. Katika CD hii nitakuonyesha. Lakini pia katika swala la massage kuna jinsi ya kufanyia massage uume kama uume peke yake. Kwa hiyo mdada, mwanamke ambaye kwenye ndoa na nisikilize usiku leo, utajifunza pia namna ya kuweza kumfanyia mwanaume massage. Sehemu ya 5 ni jinsi ya kumbusu mume. Unatakiwa ujue namna gani mwanaume anatakiwa apigwe mabusu, jinsi ya kumbusu mume wako. Sehemu ya 6 ni jinsi ya kukata kiuno. Mwanamke ambaye unanisikia usiku leo, unatakiwa ujue kiuno kinakatwa vipi. Kama hujui, kuna maelekezo pia ambayo pia nimekuonyesha hapa namna gani ambayo unaweza ukayafanya ili uweze kuwa mkataji kiuno vizuri. Nimetoa maelekezo katika hii CD. Mwanamke ambaye unanisikia usiku leo, unaweza ukajifunza namna sahihi ya kuweza kukata kiuno. Sehemu ya 7 ni jinsi ya kufinya uume kwa ukiwa ndani ya uke. Wanawake wengi wanatamani kujifunza hichi kitu. Wanawake wengi wanatamani kujua uume unafinywa vipi. Kwenye hii CD nimekuonyesha na nimekuelekeza uume unafinywa vipi. Utajifunza ni nini ambacho kinachotokea unapofinya uume mwanaume. Je, unajua kinatokea nini? Je, unajua mwanamume anaweza kafika kwenye kishindo cha hali ya juu mpaka kapiga makelele kwa kufinya uume wake vizuri? Utajifunza kupitia CD hii. Jinsi ya kumridhisha mume wakati wa period. Je, unafahamu kwamba mwanaume unaweza ukamridhisha hata wakati ukiwa period kwa njia nyingine za tofauti? Kuna wanawake wengine gadi anaweza akafika paka wiki nzima ndo anamaliza siku zake za period. Wengine huanza siku 3, wengine siku 5, lakini kuna wengine zinafika paka siku 7. Siku 7 ni nyingi sana kwa mtu ambaye amezoea kufanya tendo la ndoa kila baada ya siku moja. Kwa ni namna gani pia ambazo unaweza ukaonyesha utofauti ukamridhisha mwanamume wako hata wakati ukiwa period? Utajifunza pia kupitia CD hii. Hapa lengo ni kutaka kuleta utofauti katika ndoa yako. Kufanya vitu vya tofauti ili mume wako
apagawe na wewe, afurahie uwepo wako, asifikirie mwanamke wa pembeni. Sehemu ya 9 ni jinsi ya kumnobesha mume mpaka atoe miguno. Wanaume wengi hawatoi hata miguno wakati wa tendo la ndoa. Nitakuonyesha nini ambacho unatakiwa umfanyie mwanaume ili mwisho wa siku mwanaume aweze kupagawa na kuweza kutoa miguno. Na sehemu ya 10 ni mazoezi maalum ya kubana uke uliolegea. Hii ni moja ya changamoto kubwa ya wanawake wengi leo hii, Gadiel. Okay. Kutokana na matatizo mbalimbali. Kuna wengine matatizo ya kiafya kutokana na vyakula anavyokula. Kuna mwingine aliwahi amejifungua, amezaa mtoto wa kwanza, hizo wa pili, akajikuta maumbile yake yamelegea, ana uke ambao ni mpana sana. Moja ya dalili ya kugundua uke ulio ni mpana ni ule uke unaojamba sana wakati wa tendo la ndoa. Ukiona unajamba sana kupitia uke wakati wa tendo la ndoa, ni moja ya dalili kwamba uke wako umelegea kwa kiwango kikubwa sana. Na muda mwingine mwanaume hii huwa inakuwa kero. Sasa kuna mazoezi ya kitaalamu ambayo yapo katika CD hii. Nimeyaelezea na nitakuonyesha. Mazoezi haya yatakusaidia uweza kurudisha uke wako ukawa vizuri. Tukija upande wa mwanaume, katika CD hii, upande wa mwanaume, nimekuonyesha sehemu ya kwanza jinsi ya kumbusu mke wako. Mwanaume bora nisikilize usiku wa leo. Sehemu ya kwanza ni jinsi ya kumbusu mke wako. Unatakiwa ujue mwanamke anapigwaje mabusu. Okay. Sehemu inayofuata ni jinsi ya kunyonya chuchu za mkeo. Kuna namna ya kitaalamu ya kuweza kunyonya chuchu za mke wako. Chuchu zimeunganishwa moja kwa moja na nevers ambazo zinakwenda moja kwa moja katika uke wa mwanamke. Ukiwa ni mbunifu, inawezekana rahisi sana kumfikisha mwanamke kileleni kwa kiwango kikubwa sana. Japokuwa kila mwanamke ana eneo lake tofauti ambalo linaweza likampagawisha moja kwa moja. Okay. Sasa mwanaume ukiwa mbunifu katika eneo hili, unaweza kujikuta itakuwa ni rahisi sana kumfikisha mke wako kileleni. Lakini sehemu ya 3 ni jinsi ya kuchezea G-spot. Eneo la G-spot ambalo huwa linatoa maji mengi sana. Mithili ya bomba. Wanaume wengi wana kiu ya kuweza kulijua eneo la G-spot. Hili G-spot ni eneo ambalo liko inchi 2 mpaka inchi 3 ndani, ukiwa kwa ndani juu ya uke wa mwanamke. Sasa eneo hili ukilifahamu, unaweza ukasaidia na mwanamke anaweza kafika kileleni kwa haraka zaidi. Katika CD hii kuna maelekezo yake na nimeelezea nini ambacho inatakiwa kifanyike. Lakini sehemu inayofuata ni jinsi ya kunyonya kisimi ama kinembe cha mke wako. Unatakiwa ujue namna gani pia ili eneo linatakiwa linyonye kitaalamu. Sehemu inayofuata pia ni jinsi ya kumfanyia mwanamke massage pamoja na massage ya uke. Kumfanyia mwili mzima massage pamoja na massage ya uke kama uke. Kuna namna pia kuweza kufanyia massage uke wa mke wako na mke wako kafika kileleni pasipo kabla hata hujamuingilia. Sasa huu ni ubunifu ambao kila mwanaume anatakiwa aufahamu na kuujua ili kuweza kuleta vitu vya tofauti. Ifike mahala mke wako akitoka nje ya ndoa, akienda kwa mwanaume mwingine, ajute kwa nini amekwenda nje. Iwe ni mwanaume, iwe ni mwanamke. Kwa nini? Akikulinganisha wewe na kule alikotoka nje, anasema hapana, bora ningebaki na mke wangu, bora ningebaki na mume wangu. Kwa sababu hata katika masuala ya mahusiano, katika masuala ya mapenzi, huwezi ukakwepa kulinganishwa. Lazima utalinganishwa. Okay. Sehemu inayofuata ni mazoezi ambayo yanaweza kukusaidia uchelewe kupizi ama uchelewe kumwaga kwa lugha nyingine. Wanaume wale walio tatizo la kuwahi kumwaga, hapa kuna mazoezi ya kitaalamu ambayo nimeyaweka katika CD hii. Itakuwa ni fursa ya kipekee pia ukayajua namna gani ya kuweza kuyafanya haya mazoezi ili mwisho wa siku uweze kuchelewa kupizi wakati ukiwa kwenye tendo la ndoa na mke wako. Lakini sehemu ya mwisho ni jinsi ya kumnogesha mkeo mpaka atoe miguno. Kuna baadhi ya wanawake hata utwange vipi, hatoi cha mguno, hatoi cha mlio wote. Sasa katika CD hii nimekuonyesha nini ambacho unatakiwa umfanyie mwanamke. Mbombo gani mpaka mwanamke atoe miguno na milio kama kinanda. Kwa hiyo gharama ya CD hii ni shilingi 10,000 upande wa mwanamke na upande wa mwanaume. Ukinunua CD maana yake utafaidika pande zote mbili.
Kwa hiyo gharama ya CD ni shilingi 10,000. Kama unataka majarida ya kusoma, jarida moja la mwanaume au la mwanamke, jarida moja ni shilingi 5,000. Lakini sehemu nyingine Dr. J anajishughulisha na huduma za dawa mbalimbali za asili katika upande wa matatizo ya uzazi, upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Okay. Sehemu ya kwanza ni wale wanaume wenye matatizo ya nguvu za kiume au wale wanaume ambao wamewahi kujichua huko nyuma. Kama wewe ni mwanaume uliwahi kujichua huko nyuma, imefika mahala nguvu zako zimepungua, unaishiwa na nguvu katikati ya tendo, uume wako unalegea wakati wa tendo la ndoa, unashindwa kusimamisha uume kabisa, unapata changamoto, imekuwa kwako ni aibu. Dr. J na dawa ofisini kwangu ambayo inayo uwezo wa kukuondolea hilo tatizo kabisa. Nipigie simu ama fika ofisini kwangu Mbalizi ZZK karibu na benki NMB nikupatie hiyo dawa ama kujua gharama za dawa. Sehemu ya pili ni kwa wale wanaume wenye maumbile madogo. Kama wewe ni mwanaume ambaye una uume ambao ni mdogo sana, uume wako ni mwembamba sana ama uume wako ni mfupi sana, kitaalamu uume uliojitosheleza wa mwanaume unatakiwa uwe na urefu usiopungua inchi 6.5 na unene usiopungua inchi 5. Namna ya kuweza kujipima uume wako, tafuta tepu ya fundi cherehani. Jipime ile tepu ya fundi cherehani upande wa inchi. Hakikisha pima uume wako ukiwa umesimama upande wa urefu. Urefu wake unatakiwa uanzie inchi 6.5 na unene wake unatakiwa ufike inchi 5. Unene unazungusha ile tepu katika uume wako. Je, inafika inchi 5? Je, ukisimamisha ile tepu na uume wako ukiwa umesimama unafika inchi 6.5? Ukijipima ukaona uko chini ya kiwango, uwezekano wa kuweza kumfikisha mwanamke kwa kileleni kwa urahisi zaidi itakuwa ni mgumu. Lakini pia kuna uwezekano hata wewe mwenyewe pia ukawa unashiriki tendo la ndoa muda mrefu, unachelewa kufika kileleni ama unachelewa kukojoa kwa upande wa wanaume. Inaweza kuwa ni changamoto kwamba ukawa na uume ambao ni mdogo sana. Na kama pia mke wako pia na maumbile yeye ambao ni mapana, pia inaweza kuwa ni changamoto. Tatizo la maumbile mapana limekuwa ni kubwa sana miongoni mwa wanawake wengi leo hii. Ndio maana nimeamua pia nitoe hii CD pia kwa ajili ya kuwasaidia wanawake ambao pia wana changamoto kama hii, ili waweze kutatua tatizo hili kwa mazoezi ya kitaalamu, sio kwa njia kudanganya na kuweka dawa hapa na pale. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume pia una changamoto ya maumbile ambayo ni madogo, Dr. J na dawa ofisini kwangu ambayo iliyo na uwezo wa kuongeza urefu wa uume kuanzia inchi 1 mpaka inchi 3 na unene wa uume usiopungua inchi 1 mpaka 2. Dawa hii inafanya kazi polepole ndani ya wiki 3. Baada ya wiki 3 nakupa ongezeko la inchi 1 mpaka inchi 3 na unene usiopungua inchi 1 mpaka inchi 2. Nipigie simu ama fika ofisini kwangu Mbalizi ZZK karibu na benki ya NMB Usongwe kuweza kupata hii dawa, ama nipigie simu kupitia namba ifuatayo 0745 218 212 0745 218 212 0745 218 212. Nipigie simu kupitia hiyo namba ili kuweza kujua gharama ya dawa ya kuongeza uume ama kuweza kujua gharama ya dawa kwa ajili ya nguvu ya kiume, kama una changamoto kama hii ama kama uliwahi kupitia mchezo wa kujichua huko nyuma. Lakini pia hata kwa wale ambao unahitaji kupata CD, kama uko mbali, CD hii pia inaweza kutumia. Hata kama ni kwa upande wa dawa, kama uko mbali pia ninaweza nikakutumia. Kwa hiyo ukinipigia simu nakupa maelekezo nini cha kuweza kufanya. Gadiel, twende kwenye maswali. Okay, bwana, ni dakika ya 34 toka imetimu pale saa 6 kamili za usiku. Basi kwa hiyo ndugu yangu ambao uko na shida mbalimbali unataka kupewa ushauri, basi ndio muda wako kupitia 0767 00 0927 0767 00 0927. Basi uliza swali lako basi na mimi hapa nitalisoma na mtaalamu atakupa ushauri moja kwa moja. Namba yetu ni ya studio ni 0767 00 0927. Okay. Labda tuanze na huyu hapa. Asema kiafya inatakiwa nifike mara ngapi? Tafadhali usipige simu yako.
Anasema okay, kiafya inabidi nifike mara ngapi kileleni na mwenza wangu kwa siku? Kuna mtu anapiga simu hapa, anaitwa Steven toka ZZK Mbarizi. Okay. Kiafya unaposhiriki tendo la ndoa na mwenza wako unatakiwa ufike raundi isiyopungua 3. Okay. Yeah, kitaalamu inatakiwa ufike raundi isiyopungua 3. Okay. Yeah. Asema je, mwanamke kufanya tendo kutwa mfululizo goli 12 ni tatizo? Okay. Inawezekana ni tatizo kwa sababu okay, goli 12 kitakachofika mahala itakuwa sio starehe. Itakuwa fujo sasa. Mwanamke anaweza akajikuta anapata michubuko na hamtofurahia tendo la ndoa. Yeah. Okay, sawa. Tumsome huyu anasema Guardian, mimi nilikuwa na mwanamke ambaye tulitengana. Chanzo mimi sikuona kama ni mtu sahihi kwangu kulingana na mazingira yake ambayo yalinitatanisha. Mwisho tukaachana na mwenzangu kuwa na mahusiano mapya. Kwa bahati nzuri wenzangu akafanikiwa kuolewa kwa harusi na ana mtoto mmoja, lakini cha ajabu sasa hizi ananisumbua, anataka kurudiana na mimi. Najaribu hata kuhama namba lakini ananitafuta. Marafiki zangu wanampatia namba yangu. Je, nini nifanye kuepuka na kuharibu ndoa ya mtu mwingine? Ni mimi Barizo wa Ubaruku Mbalali. Kuhama namba sio suluhisho. Suluhisho ni kuweka msimamo. Okay.